Kipindi cha usajili kikiwa kimepamba moto kwelikweli nchini Tanzania, vilabu mbalimbali vikiendelea kuongeza baadhi ya maeneo ambayo yalionekana kupwaya katika hii raundi ya kwanza ya ligi, lakini pia na michuano mbalimbali ambayo wamekuwa wakishiriki. Young Africans ndio timu pekee ambayo tangaza wachezaji au imetambulisha wachezaji katika vilabu vyetu hivi vikubwa, kwa maana Azam, Simba na Yanga. Lakini Msimbazi kumekuwa na ukimya mkubwa sana. Mpaka sasa hivi hakuna mchezaji yeyote aliyetambulishwa, lakini za ndani ni kwamba viongozi hawajalala, wanaendelea kupambana kuhakikisha kwamba anapata saini muhimu. Kumbuka sehemu ambazo zina shida katika klabu ya Simba ni sehemu ya goalkeeping, sehemu ya kiungo cha ushambuliaji, lakini pia na sehemu ya beki wa kati. Ndio sehemu ambazo Simba wanapambana kuzipata. Mpaka wakati huu mmoja wa magolikipa ambao wanahitajika kwa hali na mali, na golikipa huyo amekubali kujiunga na klabu ya Simba Sports, ni golikipa wa Nigeria ambaye anakichafua huko South Africa kwenye klabu ya Chippa United. Huyu ni golikipa namba moja wa Nigeria anayechezea nchini South Africa. Za ndani tutazipata Media TV ni kwamba Simba amezungumza na golikipa huyo, na golikipa amekubali kila kitu kwenda kujiunga na mnyama Simba, lakini anahitaji Simba ndio wamebakia na kazi moja ya kuongea na Chippa United ili waweze kumuuza mchezaji huyu aje kujiunga na wekundu wa Msimbazi. Lakini golikipa yeye yuko tayari kwa kila kitu kuja kujiunga na Simba, kwa mazungumzo ambayo wamezungumza viongozi wa Simba na golikipa huyo. Golikipa kakubali. Shida inabaki kwa Simba na uongozi wa Chippa United. Kama Chippa watakubali, yote kwa yote mnyama anatakiwa kutia mpunga wa maana, kwa sababu ni miongoni mwa magolikipa bora na wazuri barani Afrika kwa sasa hivi. Mtu ambaye amekuwa golikipa namba moja wa nchi kama Nigeria yenye wachezaji wengi sana huko barani Ulaya, bila shaka ana kitu. Kwa hiyo mnyama kimpata huyu, basi atakuwa amepata experience player, kwa sababu na uzoefu wa michuano ya kimataifa, hususa akiwa na timu yake ya taifa ya Nigeria. Lakini pia kuna saini mbalimbali ambazo pia zimekusha kamilika, kama ya Kibabage na wengine kama wawili hivi, ambapo nitakuletea hiyo taarifa kwa undani zaidi. Lakini mnyama hajalala, anaendelea kupambana kuhakikisha kwamba anapata saini bora na muhimu kwa ajili ya kuimarisha kikosi chake kuelekea raundi ya mzunguko wa pili kwenye michuano ya ndani, yani NBC CRDB, lakini pia na michuano ya kimataifa, ambapo game inayokuja ni dhidi ya Esperance de Tunisia nchini Tunisia. Nikukumbushe mwanafamilia wa Media, kama ni mara yako ya kwanza kutumia channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment, ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi hapa kwenye channel yako pendwa ya Media TV.